بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته غر الميامين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون الأعزاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. واعلموا أن لباس المرء تقوى ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa hatuna budi kurudisha shukrani za dhati kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mwanadamu maisha yake yote ni dhima ya Allah. Maisha yake yote yako katika ulinzi wa Allah. Maisha yake yote yako katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukifika hali uliofika, ukajikuta katika muda kama huu uko ndani ya nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi ujue hiyo ni neema, kwa sababu wako wengi sana, na kila siku tunasema wako ambao ni zaidi yetu sisi, wametamani siku kama ya leo wawepo ndani ya msikiti, lakini dharura za kiafya, maradhi, dharura ya safari zimewafanya wasiweze kufika katika msikiti. Lakini mimi na wewe alhamdulillah tuko ndani ya msikiti siku ya Ijumaa, siku tukufu, mwezi mtukufu wa Dhulqaada. Siku ya Ijumaa, siku tukufu, alafu uko ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulqaada. Yaani mambo matukufu yote yamepatikana katika siku moja. Kwa hiyo hii ni neema sana ndugu zangu Waislamu. Na basi tumshukuru Mwenyezi Mungu na kufanya ibada kwa wingi. Ikiwa leo ni tarehe 28 Dhulqaada, kesho ni 29, siku ya kuangalia mwezi. Mwezi ukishaonekana, basi Jumapili itakuwa ndio ni Dhulhijja. Watu wanaanza kufunga zile siku 9, alafu siku ya 10 ndio hii. Kwa hiyo tukishapata habari kwa mwezi umeonekana, basi tutakuwa tumeingia kwenye ibada ya saum ya siku 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Na mwisho wa mawaidha yetu tutaeleza jambo muhimu sana kuhusiana na mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Lakini al-yawm wal-an, lakini leo na sasa hivi saufa nastamir, tutaendelea na yale maelezo yetu tulikuwa nayo katika Ijumaa 2 zilizopita. Tulikuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam na
Quraysh. Baada ya Makuraish kuona hawana namna isipokuwa kutafuta tu janja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutafuta njia ya kupata sulhu, lakini hawataki ile sulhu ya direct kwa sababu wanaona watakuwa wamedharaulika. Sasa wanatumia njia za kufichia wanachotaka. Kwa hiyo tukaona kwamba walituma bwana wakubwa kina Budail ibn Warqa kwenda kule al-Buruni. Hawakuona kama wamefanya jambo la maana, wakamtuma Mikrazo mena merudi, hawakuona wamefanya jambo la maana. Wakamtuma al-Qulais ameenda merudi, wakaona bado pia hajafanya jambo la maana. Wakamtuma Urwa ibn Mas'ud pia naye amerudi, wanaona hajafanya jambo la maana. Sasa imefikia wa mwisho ndo Mtume kule. Mtume kakaa bado pale alipokuwa anasubiria wajumbe wa Quraysh wanakuja na habari gani, sababu wote walokuja na waeleza nano jina linuadhima bait Allah, sisi tumekuja kuitukuza nyumba ya Allah, sisi tumekuja tutekeleze umra, thumma narji ila Madina, kisha turudi Madina. Wama jina liharbikum, hatukuja kuwapigeni nyinyi. Kwa hiyo wamekaa nasubiri wajumbe, kila anayekuja anamwambia vile vile. Makuraishi wa sasa wa Mtume wa mwisho, sasa huyu wa mwisho iko upi atashinda, basi itakuwa hakuna namna nyingine. Kwa hiyo wakamchukua bwana anaitwa Suhail ibn Amr, wakamwambia Suhail, nenda wewe sasa, wewe utakutuma, nenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, umuulize kama tulipowaambia hao, wakamuulize, kisha utuletee jibu sisi. Suhail akatoka anaelekea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amefika pale Suhail, kama kawaida yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, kila akija mjumbe anaeleza sifa yake, anamsifia kidogo. Sasa alipomuona Suhail ibn Amr Dhayuni waja, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawatizama masahaba na wale waliokuwa pale pamoja naye, akamwambia, hadha Suhail laqad sahula al-amr, huyu Suhail basi mambo yote yameshakuwa mepesi. Kama Suhail ndo anakuja, ili jambo lishakuwa jepesi tayari. Yaani jina lake Mtume alitabiria kheri, Suhail min as-sahl, wepesi. Sasa maadamu anakuja Suhail, basi hili jambo letu litakuwa jepesi. Tunatuonyesha kwamba majina pia nao yana siri fulani. Majina yanabeba utu wako. Unaweza kuwa mtu hata humjui chochote, humjui maisha yake, ujana kaa vipi, lakini ukasikia lile jina tu ukaelewa basi. Bwana wadau anaitwa hivi huyo, basi ana roho ngumu na lile jina tu. Bwana wadau anaitwa hivi, basi ana roho safi. Bwana wadau anaitwa hivi, basi anajua kukaa na watu. Jina peke yake linamtabiri mtu. Mama Mtume akahusia sana tupeane majina mazuri,
Tunasema khairul asma'i ma ubida ma ubida. Bora majina ni yale ambayo yana nini? Yana Abdul Malik, Abdul Shakur, Abdul Fattah. Wama ubida na yale mazuri zaidi kama Ahmad, Muhammad na wama ubida. Kama Yusuf, Yaqub, Ibrahim, majina ambayo asili yake ni mazuri, hayana sifa mbaya. Makuraishi wao walikuwa wakitoa majina kulingana na sababu. Katika historia zao utakuta kuna mtu anaitwa Tha'lab ni mbweha, yule mnyama wa mwituni kule. Sasa mtu anaitwa Tha'lab, mwingine anaitwa Kilabu ni babu wa mtume watano, katika wale babu zake wa mtume watano anaitwa Kilabu. Sasa mbona aitwe Kilabu? Wao walikuwa wanatizama, kuna kijana wake ni mkali kama mbwa, huyo Kilabu, huyo Asad al-Musiba huyo. Anatoa majina kwa namna hiyo. Lakini mtume alikuwa hatoi majina kwa namna hiyo. Mtume alikuwa anakupa jina zuri kabisa. Sasa mtume anamuona Suhail ibn Amr ibn Yuda, anakuja anamwambia masahaba, hada Suhail laqad saqala al-amr. Huyu Suhail, basi jambo letu limekuwa jepesi. Amefika pale Suhail ibn Amr, anakaribishwa na mtume na masahaba. Karibu. Haya, kimekuleta nini? Ni kile ama una kingine wewe ambacho umetumwa? Asema ya Muhammad, kile ndio hicho kimenileta. Haya, wasemaje sasa wewe? Suhail anamwambia mtume, lazima tuandikishiane, tufanye mikataba, na amri ni yetu sisi. Wewe hufai kuongea chochote, sisi ndio wenye kusema. Yaani hishabo, mimi nimekuja kuzungumza na wewe hapa, wewe hakuna kuongeza chochote, wewe ni kukubali tu. Kwa maana hiyo umekuja kutaka suluhu, naam, tumekuja kutaka suluhu, lakini sisi ndio tusikilize. Masahaba wanatizama, yaani wao wanataka suluhu, kisha wao ndio wasikilize. Tuna nasa anatizama masahaba, wanaona tayari sura zimekunjika. Suhail sasa, Suhail anamwambia tuandikishe. Hataki kuongea tu hivi basi. Tuchukue kalamu na kupatikana mwandishi aandike haya tutakubaliana hapa. Wakati mwingine kuna mambo yakizungumzwa yatakayaandikwe al-mukatab. Sababu kuna leo na kesho. Unaweza kubadilana na mtu kitu, kesho atakugeuka bwana. Lakini kama umeandika, unaweza ni karatasi bwana, unakumbuka siku fulani, tarehe fulani, mwaka fulani, mwezi fulani, tulikubaliana bwana utanipa 600,000 baada ya miezi 4. Mmeandikishana, imeandikwa pale. Lakini kama umekubaliana midomo, akikataa kama ilikuwa ni 5,000, utapeleka wapi? Sasa Suhail anamwambia Rasulullah, hili lazima liandikwe. Haya ambayo tutakubaliana hapa lazima tuandike. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita Sayyidina Ali, yeye bwana ana waandishi wake. Dola ya mtume na serikali ya mtume ilikuwa imekamilika.
Kila sahaba na kazi yake. Niliwaambia kama kuna kulikuwa na sahaba kazi yake ni kumletea mtume maji ya kutawadha tu. Kazi yake ni hiyo. Maji ya kutawadha na mswaki. Sasa alikuwa na waandishi. Akikaa na wajumbe kuna waandishi. Ikija wahi kuna mwandishi. Sasa mtume alikuwa hakaikai tu, ameganya majukumu katika serikali yake kuwapa masahaba. Hata kama yeye hayupo, kazi inaendelea kama kawaida, kwa sababu kazi kaigawanya, kila mtu anacheza pati yake. Na sisi tunataka tufanye hivyo. Wewe kazi yako ni kazi gani? Kazi yangu ni stima bana. Utashughulika mambo ya crop hapo. Stima bana. Kwa nini unafanya wewe shughulika? Wewe kazi gani? Wewe mimi kazi yangu plumber bana. Haya, mfereji ukipasuka yasengeneza. Kila mtu anacheza pati yake ile anofaa kabisa kutekeleza. Anatekeleza. Sasa mtume anamwita Sayyidina Ali ndo mwandishi wake. Anamwambia kuja uandike yale yote ambayo tutakubaliana hapa na Suhail. Sayyidina Ali akachukua kalamu na kitabu. Atakuandika mkataba watakubaliana pale. Alipochukua kalamu ile Sayyidina Ali akaandika bismillahir rahmanir rahim. Suhail ibn Amr amekuja juu. Hapana. Hakuna kabisa kuandika bismillahir rahmanir rahim. Sisi Rahman hatumjui sisi. Huyo Rahman hatumjui, futa hiyo. Andika bismika Allahumma bas. Huyo Rahman unaandika hapo, sisi hatutambui. Anakataa mbele ya Mtume, mbele ya masahaba. Sema hakuna kuandika bismillah. Andika bismika Allahumma. Wa idha qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa arrahmanu anasjudu lima ta'muruna. Wakaambiwa msujudieni Ar-Rahman. Wanasema huyo Rahman ndo nani? Hao bwana walikuwa na roho ngumu kabisa. Wani vishipa. Hawatambui kabisa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idha qila lahum usjudu lirrahman, msujudieni Rahmani. Wanamuuliza Mtume na masahaba, wa Ar-Rahman, huyo Rahman ndo nani? Anasjudu lima ta'muru, mpaka tumsujudie nani huyo? Allah anakataa kuandika neno bismillahir rahmanir rahim. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye sana futa. Madamu Sayyid akasema usaidike hiyo, futa, andika jina. Ya Rasulullah, nifute bismillah ambaye ndio futa. Futa. Sayyidina Ali badala akasema ya Rasulullah sifute. Nifute neno Rahman. Sifute ya Rasulullah. Sayyidina Ali futa. Basi alisatiwa mpaka mwisho amefuta. Bismillahirrahmanirrahim, ameifuta, ameandika bismika Allahumma. Kwa sababu Suhail pale alipokuja mara kwanza kabisa amesemaje? Tunafanya mkataba lakini wewe usongee chochote. Ni sisi ndio tunasema. Kwa bismillahirrahmanirrahim ikafutwa pale. Ikaandikwa bismika Allahumma. Kwa sababu wao walikuwa wakikaa mikataba na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abdullah, walikuwa wakiandika bismika Allahumma. Sasa anamwambia baba yako tukikaa naye hatuandiki bismillahir rahmanir rahim, umekuja wewe unatabia bismillahir rahmanir rahim. Tunaandika ile tulikuwa tunaandika bismika Allahumma basi. Hakuna rahman hapa.
Sikifuta bismillah. Sina ile nikisirika kana sina. Jina la Allah. Lakini atafanyaje? Mtume yuko pale, akasema futa. Alipofuta sasa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sasa, andika, haya ndio makubaliano yetu sisi, mimi Mtume na Suhail. Sasa ndani akaandika, lakini akaandika hadha ma wafaqna alayhi Rasulullah wa Suhail ibn Amr. Haya ndio makubaliano ya Mtume wa Mwenyezi Mungu na Suhail. Suhail amekuja juma la pili, nikasema la, hii Rasulullah futa, ya Rasulullah futa hii, kwa sababu ingekuwa sisi tumekubali wewe ni mtume, hatungekuzuia uingie Maka, tungekuacha uingie, lakini bado hatujakubali wewe ni mtume, kwa futa hii, ya Rasulullah futa hii. Sayyidina Ali futa, ya Rasulullah sifuta, nimefuta bismillah, hii futa sifuti. Ya Ali futa, ya Rasulullah sifuti. Ya Ali futa, ya Rasulullah sifuti. Yaani pale ilikuwa sasa ni mabishano ya Mtume na Sayyidina Ali. Mtume anasema futa, Sayyidina Ali sifuti, mimi hapo zile neno sifuti. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutaka sana kubishana na sahaba Sayyidina Ali. Akachukua ile karatasi akamuuliza, nionyeshe wapi kuandika Rasulullah, nifute mwenyewe. Tumsalie Mtume. Tazama Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na subra ya hali ya juu. Subra kubwa sana hii. Kwanza limekataliwa neno la Allah, ismu, ni jina la Allah limekataliwa kwanza. Pili anakataliwa yeye pamoja na Allah Rasulullah. Mtume anajikaza sana pale, anakuwa na subra, anambia Sayyidina Ali futa. Sayyidina Ali anakataa, anachukua yeye, anasema nionyeshe wapi umeandikwa Rasulullah, nitafuta. Nani ana subra moja? Nani? Ukumbuki hapo watu 1400 wamemzunguka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume amejipamba na subra pale. Alikuwa anaweza kusema jamani, huyu yuko peke yake, tumpigeni. Sasa kuja tu Suhail, sisi tuko wengi, tumpigeni, tumuue huyu. Alafu pale kuna Sayyidina Ali, kuna Umar. Hao watu wawili wanatosha tu. Lakini Mtume kajipamba na subra pale, anazuilia moyo wake na ghadhabu zake, anasema arini makana alladhi kutiba fihi kalimatu Rasulullah, nionyesheni pale palipoandikwa Rasulullah, nifute. Tunatakivita. Mtume alikuwa akipenda amani sana. Mtume alikuwa akipenda sana watu kukaa kwa wema. Waislamu tuko wapi na tabia hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tuko wapi sasa? Tuko wapi? Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam wametiwa kwenye Shi'b Abi Talib, mapongoni kule Maka, miaka 3, no food. Ya tarehe mnaijua? Hasa tarehe ya Madina ya hijra kwenda Madina, hapo Maka tarehe ya Mtume ilipokuwa
Mtume na watu wake walifungiwa kwenye mapango ya Maka miaka 3. Hawapelekei chakula, hawaongeleshwi, hawawani, yaani hakuna chochote wanachofanyiwa. Umetengwa kabisa. 3 good years. Tarehe yasema walikuwa wanakula majani ya miti. Ndio chakula. Miaka 3. Zangu. Wewe ushaje kutokea na hivyo? Hata wiki moja tu basi tuseme. Hata miaka 3, wiki moja tu. Hali ngumu imekubana. Mpaka unatafuta majani yoyote utakayopata unakula tu. Shatokea hiyo. Basi katika hali kama ile alitokea mmoja katika mabwana wale, alikuwa na imani kidogo. Akafuata wenzake kama jamani, hivi tunavyofanya kumfanyia mtume na watu wake si vizuri. Si vizuri. Hili jambo tulikatishe. Watoke kule. Kule wako wanapata shida, wanapata taabu kule. Wale pia ni binadamu. Basi wakatoka kule. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokaribia vita fulani, anawaambia masahaba, mnamuona huyu? Basi hakuna ruhusa ya kumuua huyu. Hakuna ruhusa ya kumuua huyu, japo kwa upande wa maadui. Lakini mimi Mtume nasema msimuue. Kila mkikutana naye, achana naye, msimuue. Uende wengine. Kwa nini Rasulullah? Huyu ndio alikuwa sababu sisi tukatoka katika shida katika ile mapambo ya Maka. Sasa mimi ihsani yangu na wema wake katika hivi vita, msimuue. Tizama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huruma alikuwa nayo. Sasa Swahili anasema hakuna kuandika Rasulullah. Futa. Mtume anachukua mwenyewe na futa. Sana. Sasa ilibaki upande wa Suhaili. Aseme kinyapa kakiandikwe pale. Heading zishaandikwa. Sasa bado yale yenyewe sasa ule mkataba wenyewe sasa ndio uandikwe. Sasa wasemaje Suhaili? Suhaili anasema ya Muhammad. Muhammad. Jambo la kwanza tunataka mrudi Madina. Mwaka huu hakuna kuingia Maka kufanya umra. Rudini. Mpaka mwaka ujao mtakuja na mtakaa siku 3 tu. Kisha tarudi. Anazidi kuwachangamsha wasahaba pale. Yaani mpaka tumefika hapa bado maili 9. Lakini makubaliano atitusingie Maka mwaka huu mpaka mwaka ujao. Muhammad, umekubali? Ndio nimekubali. Sasa unakubali? Tumevaa tayari, tumekuwa tayari mpaka tumekuja na wanyama wa kuchinja. Unakubali tusingie mpaka wakati? Ndio nimekubali. Angalia mtu. Ombe kwa ombe bana. Unijui vizuri. Ama abu kamata hii kitu. Sema ndio nimekubali. Tutarudi sisi. Tutakuja Maka. Sawa. Sasa nani akaandika? Jambo la pili. Mtu yote katika Waislamu au katika makafiri akitoka Maka,
bila ruhusa ya watu wa kwao, bila ruhusa ya wazee wake. Akija huko Madina, mrudisheni. Umekubali? Ndio, nimekubali. Lakini yoyote atakayetoka Madina akija huku kwetu Maka, hatumrudishi. Umekubali? Ndio, nimekubali. Ya Rasulullah, yani sisi tukienda kule haturudishwi, lakini wao watarudishe. Kaifa ya Rasulullah? Tuna nakubali? Ndio, nimekubali. Sayyidina Ali anaandika. Jambo la tatu, hakuna kupigana tena, hakuna kuwepo kwa vita kwa miaka 10. Umekubali? Ndio, nimekubali. Hakuna vita tena kabisa kwa miaka 10 mfululizo. Hakuna kusikika kabisa kuna vita. Muhammad, umekubali hilo? Ndio, nimekubali. Sababu vita vinaharibu sana maendeleo, vinaharibu sana jamii. Vita vinasababisha wajane, vita vinasababisha umaskini, vita vinasababisha njaa, watu wanakufa, maduka yanaibiwa, kwa sababu kuna wengine hutegea tu kwenda vurugu ndio kwenye nafasi ya kuiba. Ule wakati wa vurugu ule ndio mtu anasubiri sasa aje muibie mwenzake. Si tumesikia vita huko kitu hiki na Somalia. Unasikia habari? Watu wanaingia wanavunja duka la mtu na Muislamu, anachukua kila kitu, anatoka. Duka la mwenzako Muislamu. Basi tuseme si Muislamu, binadamu mwenzako, ana familia yake huyo, wanaomtegemea. Wewe unakuja kusoma kila kitu, mchukua. Wataka baadaye afanye nini huyo? Anategemea hiyo kazi yake, wewe umechukua kila kitu. Ana mtoto yuko shule anataka school fees. Mtoto huyo anataka kukula. Mtoto huyo anataka kuvaa. Ana mke wake, ana mahitaji yake. Wewe kazi anaotegemea umekuja kuchukua kila kitu umeenda nacho. Basi hata kama sio Muislamu, basi utu usiwe nao pia, utu. Tunaona vita huko Amerika, Israel, Iran. Najua habari zote hizo. Wangapi wamefariki? Watoto wangapi wamebaki bila baba na mama? Wanawake wangapi wamebaki bila waume? Majumba mangapi yameharibiwa, watu hawana mahali pa kulala, pa kukaa? Mangapi? Biashara ngapi zimeharibika? Ngapi zimeharibika? Ni vita. Mtume anauliza, umekubali? Ndio, nimekubali. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimekubali, hakuna vita. Sisi tunataka vita. Sisi tunataka malumbano. Hatutaki maelewano. Hatutaki kusikizana. Hatutaki kukaa kwa amani. Sasa tunataka nini? Tunataka nini? Zangu, historia inajirudia siku zote. Historia inajirudia sana. Yaani kile kinachotokea kule zama hizo, unaona kinatokea tena wakati huu. Tunayakataza watu kupigana, watu kusababisha fitna. Sasa Suhail anamwambia Rasulullah, wewe umekubali kwa miaka 10 hakuna vita. Sisi na nini? Si Madina, si Maka. Hakuna vita. Ndio, nimekubali. Sayyidina Ali anaambia,
Sasa hajakaa vizuri, hawajakaa vizuri. Anatokea bwana anaitwa Abu Jaddali, anakuja mbio, anamlilia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, naomba nusra yako. Anakuja mbio kwenda kilalamika, ya Rasulullah, adrikuni ya jamaa. Bwana takunipiga ya Rasulullah, adrikuni. Sasa anakuja mbio mpaka na anakaribia kuanguka pale mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Suhail ibn Amir anasema, Muhammad, ile sheria tuliyoweka tunaanza na huyu, kwa sababu katoka Maka bila ruhusa, atarudi. Tumesema utakitoka kule, akija kwako utamrudisha. Sasa wewe unarudi, kwa sababu ametoka bila ruhusa ya wazee wake, na mimi ndio mzee wake, ilikuwa ni mtoto wake Abu Jaddal, lakini yeye ni Muislamu, baba kafiri. Sasa amekuja kwa Mtume, atakahifadhi nusra. Baba anasema, Muhammad, sheria inaanza hapa. Huyu anarudi huyu. Sahihi. Hatujamaliza mpaka tukaanza kama la. Si lazima tusaini. Madamu tumeandika tayari sheria imeanza. Sheria imeanza. Naona kina baba kama hao ni kafiri, lakini anasimama. Sisi lazima tuiwe kwa watoto wetu bwana. Wewe unasimama bwana, ukipanga kitu kwa hicho. Si wewe tu unakaa tunaendesha tu. Ukisema ni fulani. Ukisema tuende hivi tunaenda hivi. Ukisema la. Ukisema yes. Sasa Muhammad huyu kijana wangu huyu, sheria inasema mtu akitoka bila ruhusa ya wazee wake arudishwe. Mimi kama mzee wake arudi huyu. Anatufundisha. Ukafira kama anatufundisha sisi Waislamu, we have to stick in our words. Kila unachokisema kweli tengeneza. Unasema tu kufurahisha watu, alafu ukisema kitu fulani nitafanya kweli, fanya. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Enyi mliokuwa na imani, mbona mnasema ambao hamyafanya? Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Dhambi kubwa kwa Mwenyezi Mungu kusema kitu ambacho hutofanya. Dhambi kubwa. Na ndio sababu kubwa ya matatizo katika jamii ya Kiislamu ni hii. Mtu anasema alafu hatofanya. Unaona sasa kwa upande mwingine dini inaanza kuzorota. Sababu kuna mmoja pale hajatekeleza jukumu lake. Lakini kila mtu akistick na kila anatofaa kufanya, hakutakuwa na shida. Sasa mfano mtu aseme, watokezee watu watano waseme mimi nitachukua ECD. Tarekebisha ECD. Naona inataka kuanguka, tarekebisha mimi inshallah. Mwingine anasema mabusati ya zamani haya. Mteka mabusati mapya. Mwingine anasema msikiti mdogo huu. Na hapa ni wote kota. Tubomoe hii. Tujenge msikiti mkubwa. Khairi sana. Khairi. Lakini hao wote watano, ikiwa kila mtu hatofanya, itakuwa ina maana gani? Ama wengine waseme wawe tayari kufanya, wengine wasifanye, itakuwa ina maana gani? Lakini ukisema kile ambacho wajua 100% insha Allah
kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu nitafanya. Basi tuone mambo ya Uislamu hata hayaharibiki. Sasa Sahila anasema huyu ni kijana wangu, arudi huko alipotoka. Suhail anamwambia Mtume Rasulullah, nitarudi vipi mimi nimekuja kwako ya Rasulullah? Suhail, rudi, kwa sababu hili tunalolipanga hapa ndio heri yenyewe. Wewe unaona shari hii ndio heri. Asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira. Huenda mkachukia kitu, kumbe ndani ya hicho kitu ndio kuna heri. Ndio kuna heri. Sasa unakataa, kumbe ndio heri hapo. Ukishauma ndio heri. Ukishapata shida ndio heri. Kupata tabu ndio heri. Moja katika wake za Mtume aliyoenda kuwaposa. Ninawaambia huko nyuma itakosa. Katika wale wake zake Mtume, katika wale aliyoenda kuwaposa, kuna mmoja anaenda kuposa. Baba akamwambia Mtume, huyo binti yangu tangu ni mzae hajawahi kuumwa. Tangu ni mzae mpaka hapa alipofika wanataka kumuoa, hajawahi kuumwa. Mtume pale akasema sitaki. Hajawahi kuumwa. Sitaki, huyo hana kheri. Hana kheri, simtaki. Kumbe kule kuumwa ndo kheri. Mbona kaka wanaangana mtu hata kuitisha shilingi 10 hapana ndio. Hatuombi itokee hivyo, lakini sasa kuumwa ndo heri. Yule bwana mmoja baba yake alimtafutia mke, lakini hakupenda yule mke. Hakumpenda. Lakini atafanyaje sasa? Baba ndo kamtaka, akaamua moyo, hana hata wazi, akamoa yule mwanamke. Sasa katika akili yake alikuwa amepanga unamuoa, alafu kisha malizana yeye usiku wa leo, mimi nasafiri sirudi tena, nakimbia. Kisa siku ya mita imani. Najua Malik ibn Anas. Sasa baba yake ambao anaitwa Anas alipomalizana na wale bicha watu usiku ule, asubuhi huyo ameenda mikao kwa miaka 30. Miaka 30. Sasa amekaa kule, siku anarudi. Amefika pale katika ule mji, imefika wakati wa sala, ameingia msikitini. Afika msikitini pale anapata kijana anatoa mawaidha kweli. Mawaidha mazuri kweli. Bwana anauliza, ibn man hadha? Huyu kijana wa nani? Anauliza, ibn man hadha? Huyu kijana anatoa mawaidha mazuri kwa namna hii, ni kijana wa nani? Anakuwa hadha ibn Anas. Huyu kijana wa Anas. Kwa hiyo ni Malik ibn Anas. Malik ibn Anas. Ina maana ni mwanangu. Ina maana kijana wangu. Asa takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira. Wewe ukachukia kitu lakini Allah akajalia pale ndani ndio kuna kheri. Anafuata yule kijana, anamwambia nenda kawaambie mama yako kuna mwanaume anasema asa atakrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira. Mwambie hivyo.
Sasa sisi tusikatae ile shari ndo kheri. Ile shari ndo kheri. Kikubwa support. Sasa mtu anaambia Abu Jahl, kuwa na subra, rudi, hii ndo kheri. Na tabani ilikuwa kheri kweli. Ilikuwa kheri. Kwa sababu waliporudi waliingia na Fathu Makkah. Sawa. Ilikuwa kheri. Lao tungelazimisha kuingia, ingetokea vita na hungekuwa na Fathu Makkah. Lakini Mtume alikuwa anaangalia nini? Kheri ya kule mbele. Basi akarudi Abu Jahl, akabaki Mtume pale na yule Suhaib. Mambo mengi pale yalijadiliwa, lakini mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaagia masahaba kwamba bwana, tushaandika mkataba, hakuna kwenda Makka. Kwa hapa tunafanya ibada zetu hapa. Kwa hiyo mwenye kuchinja achinja, lakini kabla ya kuchinja na waamrisheni nyote, kila mtu anyoe. Kila mtu anyoe. Masahaba zii wanamwangalia Mtume, na waambieni kila mtu ainuke anyoe. Masahaba zii, hakuna anaongea kitu, hakuna anainuka. Wamekasirika. Sisi tumekuja na wao kufanya umra, turudi, ataturudi. Kila mtu amekasirika, hakuna ambaye alikuwa anakasirika siku hiyo. Walimkasirikia Mtume kabisa, mpaka Mtume anajua hao wamekasirika. Jamani, inokeni mnyoe, tuendelee na ibada nyingine. Kila mtu kimya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa masahaba wamemsusia. Akiingia kwa mke wake Ummu Sulaim, ama kwa jina Ummu Salama. Ummu Salama anamuuliza Rasulullah, mbona sura imesawijika hivyo, umekasirika, kuna nini? Basi hao masahaba, mimi naambia wenyewe hawataki kunyoa. Sasa tizama kati ya mwanamke sasa. Hao wanawake wanapata nzuri sana katika ndoa zetu, katika dini na katika jamii. Ummu Salama anamchukua Mtume anamweka kifuani. Sana. Mwambia Rasulullah, tulia kwanza. Tulia. Hao wamekasirika kwa sababu walikuja kufanya umra, lakini hawajapata nafasi hiyo. Ndio maana wamekasirika, waelewe. Sawa, tulia tu. Lakini na ushauri, ukishafanya hichi kitu, naamini na watafanya. Kitu gani hicho? Wameinuka kutoka nje. Ummu Salama ana kiwembe, Mtume na ana nguo, anamwambia akaa hapa kunyoa. Ummu Salama akamnyoa Mtume mpaka akamaliza. Masahaba waliona Rasulullah kanyoa. Wote tafuta vinyozi, hebu ninyoa. Tarehe inasema kwa ile kuwa wamekasirika na kufanya ile jambo kwa haraka, walikatana vipande. Walipana watu walijijana kweli. Lakini jambo limefanyika. Hapa tunafundishwa kwamba unapotaka watu wafanye jambo, anza na wewe kwanza. Anza wewe. Jamani, tutoe kwa ajili ya msikiti. Anza wewe. Si ndio? Anza wewe, nataka tutoe, anza wewe. Ibda bi nafsika. Mshana anasemaje? La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu 'arun 'alayka idha fa'alta 'azim. Ibda li nafsika fanha an ghayriha. Anza nafsi yako kwanza. Kwa hiyo wasahaba walipoona Mtume sallallahu alayhi wasallam amenyoa, na wao wote wakanyoa. Wakaendelea na ibada nyingine, wakachinja. Inshallah taala hapa tutakoma. Hii ndio kwa ujumla na kwa ufupi ndio sulhu Hudaybiyah. Mtume, masahaba zake na Makuraish wale ambao walikuwa kwa upande ule mwingine. Inshallah kuna mengine bai'atul ridwan, kuna Fathu Makkah tumesema, kuna Hijjatul Wadaa tumesema.
Lakini pia kabla ya kuhitimisha, hii ndio Ijumaa ya mwisho ya mwezi huu wa Dhulqaada, ndio Ijumaa ya mwisho. Ijumaa itakayofuata itakuwa tumeingia katika Dhulhijja tayari. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha ra'aytum hilala Dhulhijja, idha ra'aytum hilala Dhulhijja, mnapoona mwezi mwandamo wa Dhulhijja, wa arada ahadukum an yudhiya, na akawa mmoja wenu ana nia ya kuchinja, falyumsik an sha'rihi wa athari, basi Mtume anasema mtu huyo asinyoe kabisa nywele zake zozote. Ndio iko una mnyama wako watarajia kumchinja siku ya Idi, Mtume anasema mwezi ukiandama tu wa Dhulhijja usinyoe nywele za mahali popote, wa athari, na usikate kucha mpaka ukimaliza kuchinja. Kama una lengo la kuchinja, basi mwezi ukiandama usikate kucha zako, usinyoe nywele za juu na zote nyingine usinyoe, kwa sababu wewe ni mchinjaji. Katika masafu ya kuchinja, ule mwenye kuchinja ukiingia mwezi wa Dhulhijja hafai kunyoa mpaka baada ya kuingia Idi. Bado umechinja sasa ule mnyama wako, unaona, baada ya hapo sasa ndio maanaje unachinja, ndio sheria inasema. Lakini inshallah hiyo Ijumaa inayofuata tutaeleza masala marefu kuhusiana na hawa wanyama wa kuchinjwa, hikma yake, busara iliyo ndani, na nini kifanyike katika mwezi huu wa Dhulhijja inshallah taala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.